Kwa nini giripu water sio salama kwa mtoto mchanga? Je, unajua kuwa kitu ambacho wazazi wengi wanampa mtoto wao kwa lengo la kupunguza gesi na maumivu ya tumbo kinaweza kuwa na madhara kwa afya ya mtoto wake? Leo tutazungumza kuhusu giripu water, bidhaa maarufu kwa watoto wachanga. Kwa nini inaweza isiwe salama kama wengi mnavyodhani. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, jitahidi sana usubscribe, ulike na kushare, lakini pia usisahau comment pale ambako utakuwa umemaliza kuisikiliza video hii. Leo tutazungumza kuhusu afya ya mtoto na malezi sahihi kwa ushahidi wa kitaalamu. Kama wewe ni mzazi au mlezi wa mtoto mchanga, video hii ni muhimu sana kwako. Giripu water haina uthibitisho madhubuti kwa kisayansi. Kwanza kabisa ni muhimu sana kuelewa kwamba hakuna ushahidi wowote au wa kutosha wa kisayansi unaothibitisha kuwa giripu water inasaidia kupunguza colic au gesi kwa mtoto mchanga. Wataalamu wengi wa afya wanasema kwamba colic mara nyingi hupungua kadiri mtoto anavyozidi kukua. Mtoto hapaswi kupewa madawa. Mtoto anavyozidi kukua, ile hali inaisha. Mchanganyiko usio au kwa ushahidi wa kitaalamu inaweza kuwa hatari bila sababu ya msingi kwa mtoto huyo. Lakini pia kuna baadhi ya giripu water ina sukari. Wanawake wengi mnaelewa hicho kitu au mmewahi kuonja hata hizo dawa zenu ambazo mnakuwa mkiwapatia wale watoto. Na bidhaa nyingi za giripu water zinaweza kuwa na sukari au vionjo vya kuongeza ladha. Kwa mtoto mchanga, sukari inaweza kuharibu fizi na meno yanapoanza kuchomoza. Lakini pia inaweza kuathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa huyo mtoto, na inaweza kumzoesha mtoto ladha tamu mapema sana, ambayo sio kawaida. Na Shirika la Afya Duniani halishauri kwanza mtoto wa chini ya miezi 6 kupewa chochote zaidi ya maziwa ya mama yake, isipokuwa kama kuna ushauri wa kidaktari zaidi. Lakini pia inaweza kusababisha madhara, na madhara ya giripu water huwa kama mimea, ikiwemo magiripu water nyingi huwa zina mimea kama ginger, ni vitu ambavyo viko. Lakini pia kuna baadhi ya sodiums ambazo ziko kule, na vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha mzio au allergy kwa mtoto mdogo ni hivyo vitu: kuharisha, kutapika, kubadilika kwa kiwango cha tindikali tumboni kwa huyo mchanga, kama utakuwa umemzoesha kumpa hiyo giripu water kila mara. Kumbuka, mfumo wa kinga ya mtoto mchanga bado haijakomaa, kwa hiyo haihitaji vitu vingi. Na hatari ya kuchanganya dalili pia. Hiyo inaweza wakati mwingine mtoto kulia sana, kunaweza kuwa na ishara ya maambukizi, tatizo la tumbo, linamuuma sana, lakini kuna reflex au hali nyingine ya kiafya. Ukitegemea giripu water kila mara kwa huyo mtoto, unaweza kuficha dalili muhimu na kuchelewa kumpeleka mtoto hospitali kwa matibabu sahihi. Kwa utajikuta wewe unajua kwamba mtoto ni hilo tatizo, unampa giripu water, kumbe kuna changamoto nyingine. Lakini kitu kingine, sio dawa iliyothibitiwa kama dawa nyingine. Katika nchi za wenzetu, giripu water huwa inauzwa kama supplement, kwa hiyo si dawa rasmi. Hii inamaanisha inathibitisha ubora unaweza kutofautiana kulingana na viwanda, lakini pia viwango vya viambatanisho vinaweza kutofautiana pia. Lakini kitu kingine, hakuna uhakika wa ufanisi wake wa hiyo dawa. Kwa mtoto mchanga, usalama unapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza kabisa. Mama unatakiwa umuone mtoto wako vizuri, lakini pia hata baba pia unatakiwa uwe wa kwanza kumwangalia huyo mtoto. Nini ufanye badala yake? Kama mtoto ana colic au gesi, mnyonyeshe kwa nafasi sahihi, lakini pia hakikisha unatoa hewa. Kuna hali nitakuja nifundishe namna ya kumtoa hewa mtoto akiwa amejaa. Fanya tummy massage kwa upole sana, mweke kwenye tummy time chini ya uangalizi kila mara. Lakini pia wasiliana na daktari kama kilio ni cha muda mrefu au kimepitiliza, unaweza ukatutafuta tukakupa ushauri na tiba zaidi kwa ajili ya mtoto na afya yake. Mara nyingi colic hupungua yenyewe baada ya miezi 3 mpaka miezi 4. Kuanzia mtoto anapokuwa amezaliwa, ile hali itaendelea kuwa inaisha
yenyewe. Lakini nahitimishaje? Kwamba Grip Water inaweza kuonekana kama suluhisho rahisi, lakini kwa mtoto mchanga si kila kitu kinachoonekana salama kweli ni salama. Hapana. Kabla ya kumpa mtoto wako chochote, zungumza na daktari, tafuta ushahidi wa kitaalamu, weka usalama wa mtoto kwanza. Afya ya mtoto wako ni ya thamani zaidi. Lakini kama umejifunza kitu leo, tafadhali like video hii, subscribe, lakini pia toa maoni yako wewe kama mzazi. Usiache kutoa maoni yako kwa njia ya kutuandikia message, na tafadhali mshirikishe mwenzio video hii, mzazi mwingine ambaye anaweza kufaidika kupitia darasa.